Achia. Daima mbele. Maneno mengi ya shukrani ameshazungumza mkurugenzi. Ameshatoa asante na ameshawaandaa kwa tukio la tarehe 1 wakati timu ikiwa inakuja hapa. Langu la kuongezea ni dogo sana. Msimu huu katika mikoa yote ambayo timu yetu imecheza, hakuna mkoa ambao Yanga imeangusha pointi. Uongo kweli? Kweli. Yanga imefungwa Dar es Salaam peke yake. Mikoani Yanga. Sasa wana Tabora, msikubali nyie kuwa kwenye rekodi mbaya ya kuwa mkoa wa kwanza timu yenu mkoani ikakosa pointi. Hiyo kazi si mnaiweza? Ndio. Kazi hiyo si mnaiweza? Ndio. Kutoka makao makuu na alimwadokeza wenzenu pale tuliposimama, huku tumekuja kufata zaidi ya ushindi. Ndio bwana eh? Ndio. Tabora tuna kesi nao. Na hiyo kesi tutazungumza sisi na wao tarehe 2 pale. Lazima tuwarudishe kwenye nafasi yao na wajue kwamba Yanga ni klabu kubwa. Yes, mtazamaji wa Uondo TV. Huyo ni meneja wa habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Dar es Salaam Africans ambaye ni Ali Shabani Kamwe. Amezungumza kwa kiasi kubwa maandalizi kuelekea mchezo wao wa ligi kuu ambao tunasema kwamba NBC Premier League, mchezo ambao utapigwa katika dimba la Ali Hassan Mwinyi mkoani Tabora, mchezo ambao utakutanisha Tabora United dhidi ya Dar es Salaam Africans, mabingwa wa kihistoria. Ali Shabani Kamwe ameweza kuzungumza kwa kiasi kubwa namna ambavyo maandalizi yanaenda kwa kiasi hicho, lakini bado naona kwamba kuna ile motisha au motivation ambayo tumekuwa tunaisema kama hamasa kuelekea mchezo huo. Amezungumza na wana Tabora kwamba of course Tabora tunaamini kwamba ni timu ambayo ina uwezo mkubwa, lakini bado huwezi kuipa thamani ya maneno ambayo ameyazungumza meneja wa habari wa Dar es Salaam Africans ambaye ni Ali Shabani Kamwe, kwa sababu of course Dar es Salaam Africans ni timu ambayo imekuwa inapita kwenye kipindi kigumu. Kijaribu kuangalia msimu uliopita, Tabora walifanikiwa kupata ushindi wa goli 3-1, lakini mechi hii nafikiri kwamba itakuwa kama case study Dar es Salaam Africans kuweza kujifunza kwamba kitu ambacho walikifanya msimu uliopita ni kitu gani ambacho wanaweza kufanya msimu huu. Kwa hiyo bado unaona kwenye duru la kwanza Young Africans ilikuwa inajaribu kusia kwa kiasi kubwa, kwa sababu kuna baadhi ya nyota ambao hawakuepo kwenye mchezo huo ambao maybe ilipelekea game kuwa ngumu kwa kiasi kubwa, kwa sababu tunaamini kwamba kila team waga ina wale potentiality players ambao wana uwezo mkubwa. Lakini kama tunavyozungumza kwamba Tabora United ni timu ambayo ipo kwenye top 6 ya zile timu ambao zinashiriki NBC Premier League. Kwa hiyo yes, of course tunaona kwamba ni timu ambayo inaweza ikaipa challenge Dar es Salaam Africans, lakini kujua kitu gani ambacho ikifanya inaweza ikaisaidia kupata matokeo ya point 3. Motisha kutoka pia kwa mkuu wa mkoa wa Tabora Pochacha, lakini viongozi wengine ambao wamekuwa naipa hamasa, lakini hata uwepo wa potentiality players ndani ya Tabora United ambao wana uwezo mkubwa ambao tumekuwa tunazungumza kina Ebeneza Etirema Kambo, watu kama kina Ofinich Kora, kina Bikoko, wote ambao tumekuwa tunazungumzia ambao wapo kwenye form na kujua kitu gani ambacho wanaweza kufanya. Kwa hiyo to be honest ni game ambayo bado naona timu yoyote ambayo itatumia vizuri nafasi ambayo ikizipata inaweza ikapata ushindi. I mean wachezaji wa Dar es Salaam Africans kama wakifuata maelekezo ya mwalimu Mirodi ya Mudi, kuna asilimia kubwa wanaweza wakapata ushindi. Lakini the same case kwa Tabora United, kama wakifuata maelekezo ya mwalimu, kuna asilimia kubwa na wenyewe wanaweza wakapata ushindi au suluhu kwa kiasi kikubwa. Mtazamaji wa Uondo TV, hii ni Uondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah.